Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika vitu ambavyo mwanadamu anapaswa kuvifahamu ni kufahamu elimu juu ya masuala mazima ya kuweza kuitumia Qur'an, ama namna gani wanaweza kuitumia Qur'an katika kutengeneza mambo yanayostahili katika maisha ya mwanadamu. Moja katika vitu ambavyo vilivyoweza kusahaulika ni masuala mazima ya mwanadamu kuweza kuitumia Qur'an katika kufanya majambo yake ama kuweza kujisaidia katika mambo yake, namna gani anaweza kuyafanya kwa kutumia Qur'an. Sasa leo moja katika kitu ambacho nataka kuzungumza, tunataka tukaangalie miongoni katika miujiza ya kuitumia Qur'an, hususan katika namna gani unaweza kwenda kumsaidia mwanadamu. Na jambo la leo tunataka tukaangalie namna gani tunaweza kumrudisha yule ambaye aliyekuwa mbali, aidha ndugu, jamaa ama rafiki ama mume ama mke, ambaye unajua yuko mbali na wewe na unatamani kumrudisha katika imani yako. Kitu gani ambacho unaweza kukifanya ama kukitumia? Basi kwa kutumia Qur'an, maana yake unaweza kumrejesha yule ambaye alikuwa mbali na akarudi katika mikono yako. Na moja katika njia ambayo ya kuweza kutumia kumrudisha yule ambaye alikuwa mbali ni katika swala zima la kuitumia Qur'ani. Na Qur'an tunaitumia katika mifumo gani? Tunaitumia katika mifumo ya kutumia herufi zilizomo ndani ya Qur'an, ambazo herufi hizi unaweza ukatengeneza ama ukaweza ukafanya jambo ambalo linaloweza kusaidia katika namna ya kuweza kumrudisha yule ambaye alikuwa mbali. Mfano, leo kuna mtu yuko hapa, pengine ana jamaa yake, ana ndugu yake yuko mbali kabisa, pengine amezamia, yuko nje ya nchi na hajui yuko wapi, na wamekaa miaka na miaka, kile ndugu yake anakuwa haonekani na wala hajulikani yuko wapi, lakini anatamani walau amuone anarudi ndugu yake katika mikono yake. Lakini leo umefikia mahala wanashindwa kufanya, wametumia kila aina njia, lakini hawajui yuko wapi na wameshindwa kufanya namna gani kurudisha ndugu yake. Lakini kadhalika wako watu ambao pengine hawa wameoa ama wameolewa na wanaume zao wamepotea, wameenda huko mahali ambapo hawajulikani wako wapi, na wanatamani warudi katika maisha yao ili mradi waweze kufanya mambo yao, lakini wanashindwa kwa sababu manake hawajui namna gani ya kuweza kuwapata. Sasa nataka nikufundishe njia kwa kuitumia Qur'an, maana yake unaweza kumrudisha yule ambaye aliyekuwa mbali na akarudi katika mikono yako. Unaweza kumrudisha yule ambaye yuko mbali na wewe akarudi katika macho yako kwa kutumia Qur'an, hususan kutumia herufi ndani ya Qur'an. Kitu gani ambacho unachotakiwa kwenda kukifanya ili mradi kulitengeneza jambo hili na likaenda katika nafasi nzuri? Kitu pekee unachotakiwa kufanya, basi utatumia herufi za namna mbili. Herufi ya kwanza tunasema ni herufi khe, lakini herufi ya pili ni herufi ya alifu. Hizi herufi mbili baina ya khe na alifu unaweza kuzitumia katika kufanya yule ambaye aliyekuwa mbali akarudi katika mikono yako. Kitu gani unachotakiwa kufanya kwa kupitia herufi hizi? Unatakiwa uchukue karatasi nyeupe. Ukishapata karatasi nyeupe, igawe katika sehemu mbili, yani chukua na zafarani kisha chola kwa kuitenganisha sehemu mbili. Maana yake ni kwamba pale katikati chola mistari miwili, maana yake katikati kubaki na nafasi. Kisha sehemu ya juu kama utakavyoiona karatasi utaenda kuandika herufi khe kwa idadi zitakazoenea katika sehemu hiyo utakayokuwa wazi, lakini katika chini ya karatasi kabisa utaandika herufi alifu, kwa maana mpaka itakapoenea katika sehemu ya wazi iliyokuwa chini. Baada ya kumaliza utaacha sehemu ya kati. Sehemu ile ya kati unachotakiwa kufanya ni kwenda kuandika haja ya tatizo la mtu. Kama utakapokuwa unaona hapa kwenye karatasi, utaandika haja ya jambo la mtu ama jambo lako, kwa maana utaandika jina la yule mtu, lakini utaanza haja ama kusudio kumrejesha fulani binti fulani, haja ama kusudio kumrejesha fulani ibn fulani, utaandika. Ukishamaliza kuandika, unachotakiwa kufanya, tafuta kitu chochote chenye athari yake, aidha tafuta nguo yake kidogo kipande, ama tafuta chochote ambacho kimiliki. Lakini kama utakosa hakuna shida, unaweza kutumia jina lake utakaloandika, litakuwa limetosha. Ukishamaliza kufanya zoezi hilo, kitu ambacho unachotakiwa kuja kukifanya baada ya hapo, utachukua kile kitu ulichokipata cha kwake yeye, utakika katika karatasi, kisha utakunje karatasi vizuri.
Ukisha ikunja utaenda kutafuta ubani wowote ule. Fanya haya, nenda katafute ubani wowote ule ambao wewe unaojua ubani huu utasaidia katika kazi yangu wowote ule. Kisha amka asubuhi. Ukisha amka asubuhi, chukua ule ubani, maana yake utauweka kwenye moto, kisha utachukua ile karatasi utaiweka katika juu ya ule moshi, utakuwa unafukiza. Lakini katika kuifukiza kwako utaenda kusoma surati Nasr, maana yake iza jaa. Utasoma iza jaa zikiwa katika idadi ya 31. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa. Nasa sasa katika hiyo unapofanya zile utaitoa, utasema iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita fulani, unataja jina lake fulani, yadkhurun, unaishia hapo. Utasema tena iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita fulani binti fulani yadkhurun, kisha iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa wala aita fulani binti fulani yadkhurun. Utasoma hapo mara 21 siku ya kwanza, kisha utahifadhi karatasi yako. Utakuja siku ya pili utafanya hivyo hivyo, utahifadhi karatasi yako. Utakuja siku ya tatu mpaka siku 7 ziweze kutimia. Zikishatimia siku 7, ile karatasi utaichukua kwenda kuhifadhi sehemu yote, ama utaenda kuining'iniza tu katika sehemu yote unapopajua wewe, kisha utaiacha hapo ikae. Maana yake nini? Yule mtu huko sasa, baada ya kufanya zile, utajikuta yeye yule mtu anaanza kuvurugwa, anaanza kupakumbuka nyumbani, atatamani kufika nyumbani, atatamani kuja nyumbani. Kwa hiyo wewe utakapofanya zoezi hilo, maana yake kule alipo muda wote akili yake anafikiria kuja nyumbani, na kama atachelewa basi aidha ujue mtu huyo amekufa kama asipokuja, ama la kama iko hai basi atakuja hata kama atachelewa. Fanya zoezi hili na utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Na kusia tu usiache kusubscribe, kushare, lakini pia na kucomment na kuweza kufuatilia chaneli zetu hizi kwa kuweza kupata darasa mbalimbali kwa kupitia live zetu hizi na mambo mengine tunaweza kuendelea nayo. Kwa hiyo kwa haya machache mimi sina la ziada. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaokola. Afwa minkum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.